كره الكافرون. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiwa tunaendelea na mlango 15 kwenye kitabu Ahkamul Janaiz wa Bid'aha. Huu ni mlango wa mwisho aliyoweka Albani, mlango wa taazia, bali umenyumburuka katika sehemu nyingi. Hivi sasa sisi tunaishi katika mlango huo kwenye sehemu inayothibitisha ya kwamba yale yanayomfaa maiti, yanayomnufaisha maiti wakati yuko kufika akhira, huku mambo yakifanywa yanaweza kumnufaisha kwa dalili. Na miongoni mwa hayo, katika darasa iliyopita tulitaja dua watakazoomba waumini yeye maiti, ikiwa amekusudiwa yeye au katika jumla ya dua zilizokusudiwa waumini wote, na yeye huingia kama ni muumini akanufaika na dua za waumini. Hatimaye tutaingia sehemu ya pili kuhusiana na sadaka. Sadaka hiyo kwa sharti iwe imetoka kwa mwanawe huyo maiti, si kwa mtu mwingine. Ikitoka kwa mwanawe huyo maiti, basi mwanawe min sa'yihi, ni katika juhudi zake, ni katika amali yake mwenyewe. Kwa hivyo ikiwa mtoto wake atatoa sadaka, atafunga, atahiji, atasali, lolote analolifanya kwa kuwa ni mali yake ile, basi yeye maiti huwa anapata fungu lake kwa lolote jema ambalo watafanya mwanawe. Kwa hiyo ili tuunganishe tulipopaacha katika darasa iliyopita, na tuangalie katika ukurasa 168 sehemu ya chini kabisa, tulianza maudhui yetu ma yantafi'u bihi almayyit, yale ambayo ananufaika nayo mambo hayo maiti. Nambari 117 kwa mujibu wa kitabu hapo, wayantafi'u almayyitu, na ananufaika maiti min amali ghairihi, katika matendo ambayo ameyafanya mwingine asiyokuwa yeye maiti mwenyewe alipokuwa hai. Atanufaika bi umurin, kwa mambo kama haya yafuatayo. Awalan, kwanza kabisa, duaul muslimi lahu, dua ya muislamu anapomwombea maiti huyo. Maiti atanufaika nayo kwa namna Mwenyezi Mungu anavyotaka mwenyewe anufaike nayo dua ile maiti yule. Lakini idha tawaffarat fihi shurutul qubul, pindi zitakapopatikana au zitakapotekelezwa ndani yake sharti za kukubaliwa dua hiyo. Sio kila dua inakubaliwa tu, yategemea waombaji nao vile vile iwe nao dua zao zinakubaliwa. Kwa mfano, katika mambo yanayofanya sharti za kukubaliwa dua, Mtume amefunga kufuli pale aliposema hawatimii idadi ya watu 40. Watu 40 hao kwa sharti la yushrikuna billahi shay'an, hawamshirikishi Mwenyezi Mungu na chochote, wakasimama kusalia sala ya jeneza
na ndani ya swala ya jeneza kuna dua wanamwombea maiti yule. Ikitimia idadi ya waislamu ipatayo 40, lakini kwa sharti la yushrikuna billahi shay'an, hawamshirikishi waislamu hao na chochote, isipokuwa ikipatikana idadi hiyo, shafaahumullahu fihi, Mwenyezi Mungu atakubali maombi yao kwa maiti yule. Ikiwa zimepatikana sharti za kukubaliwa dua, kama hilo jambo la kuto kushirikisha ni sharti kubwa, lazima ipatikane kwanza hiyo. Muombaji akiwa ni mushrik, haiwezi kufika popote dua yake. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, wama du'aul kafirina illa fi dhalal, na wala hayawi maombi ya makafiri illa katika kupotea tu, hayafiki popote. Na katika aya nyingine akasema, illa kabasiti kaffaihi ila alma'i liyablugha fahu wama huwa bibalighi, mfano wa mtu ambaye hakuwafiki dua yake kufika kwa Mola wake kwa matendo yake alionayo kama ya ukafiri, maasi mengi, basi mfano wake inakuwa kabasiti kaffaihi, kama aliyonyoosha viganja vyake vya mikono viwili, ila alma'i, kwenye maji. Kanyoosha tu hendi akacheka akapeleka kinywani, hapana, kanyoosha tu. Liyablugha fahu, ili maji yale ati anataraji yatafika kinywani, kanyoosha tu. Hateremki bondeni kidogo akayafuatia yale maji akateka, halafu akakunya mikono akapeleka kinywani, hapana, kanyoosha tu. Wama huwa bibalighi, maji yale mpaka tazirai hayafiki kinywani kama hakuhangaika kidogo. Aya ikamalizia, wama du'aul kafirina illa fi dhalal, wala haziwi dua za makafiri illa katika kuharibika tu. Kisha Mwenyezi Mungu akaweka tena sharti ya waziwazi kwenye Qur'ani, sharti ya kukubaliwa watu maombi yao wanapomwomba Mwenyezi Mungu. Msema, wa idha sa'alaka ibadi anni, na pindi wakuulizapo Muhammadi waja wangu kuhusu mimi, watanipataje ili waniombe haja zao? Niko mbali sana, watahitaji nauli ya gharama kunifuatia niliko ili waniombe, au mimi niko popote pale wanaweza kuniomba popote alipo mtu? Basi wa idha sa'alaka ibadi anni, na pindi watapokuuliza Muhammad waja wangu kuhusu mimi, fa inni qarib, basi mimi ni karibu mno, tena kukaribia kwangu ujibu, naitikia haraka. Da'wat ad-da'i, dua ya muombaji, idha da'ani, wakati ule ule anaponiomba mimi namwambia labbaika abdi sal. Akishaanza kusema rabbi au allahumma, mimi nipo karibu naye na huwa ninamuitikia kwa kumwambia labbaika abdi, na kuitika mja wangu, sal, hebu omba haja yako. Asemaje? Fa inni qarib, lakini kukaribia kwangu, ingawa ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani, sharti zangu nilizoziweka, falyastajibu li, basi na hawa waombaji waniitikie mimi na amri zangu chungu nzima nimewapa wazifuate. Kama wako tayari kuniitikia kwenye amri zangu, naam, na mimi nitajibu maombi yao. Waliyu'minu bi, na waniamini mimi peke yangu, wasinishirikishe na mwenzangu yoyote. La'allahum yarshudun, la'alla harfu taraji, ni harfu ya kutaraji, wa huwa karibu alwuqu', na jambo litarajiwalo likaribu sana kupatikana. La'alla kwa Mwenyezi Mungu ni lazima itakuwa. La'allahum yarshudun, hapa itakuwa ina maana ili wapate kunyokewa na maombi yao, wala si la'alla tena, sio huenda tena. Hizi ni sharti ambazo idha tawaffarat fihi, pindi zitakapotimia zikatekelezwa ndani yake shuruti alqubul, sharti za kukubaliwa hayo maombi, basi naam, maiti atanufaika na matendo ambayo hakufanya yeye, wamefanya watu wengine, wanamwombea dua. Liqauli llahi tabaraka wa taala, dalili ya kukubaliwa, dalili ya kwamba ananufaika maiti na dua za Waislamu ni tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema kwenye Qur'ani, walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waumini waliokuja baada ya hao tuliozungumza habari zao, muhajirina na ansari, yakuluna, wanasema rabbana, mola wetu, ighfir lana,
tusamehe sisi makosa yetu, wali ikhwanina, na vile vile wasamehe ndugu zetu, alladhina sabaquna bil iman, ambao wametutangulia sisi katika imani, wameamini mwanzo, wamezaliwa mwanzo, Uislamu wameanza wao, tena pengine walikuwa na hali ngumu, wamepigana, wametoa na roho, mali zao zote zimeangamia. Hawa wametutangulia, hatuwezi kuwafika hata tukifanya nini. Mwenyezi Mungu ameshawapa daraja, hata afanyeje mtu, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, la yastawi minkum, hawawezi kulingana wakawa sawa miongoni mwenu, man anfaqa min qabli al-fathi, kuhusu wale ambao wametoa mali zao kabla ya kutekwa Maka. Man anfaqa min qabli al-fathi wa qatala, na akapigana. Watu kama hao, ulaika a'zamu darajatan, hao wana daraja kubwa zaidi, min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, kuliko wale ambao walikuja wakatoa mali zao baada ya kutekwa Maka na wakapigana. Ingawa wa kullan wa'ada Allahu al-husna, kila mmoja Mwenyezi Mungu amemwahidi kwamba atapata mazuri, lakini kwa daraja wamepitana watu. Muislamu akitaka asitake ametanguliwa na hao, hiari yake kama ataka pahala atukane awasubu wao, kuna garantia Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani. Tena yeye mwenyewe mtukanaji hajijui ataangukia wapi. Hao anawatukana kuna garantia washafika. Bora angewacha kupoteza wakati bure akashughulikia nafsi yake yeye ataangukia wapi, kuliko kuwatukana hao. Mtume mwenyewe anasema, man sabba ashabi, atakayemtukania masahaba wangu, falyatabawwa maq'adahu minan nari, atayarishe makalio yake kukalia moto jahannam. Masahaba wangu atakayemtukania. Kwa hivyo alladhina sabaquna bil iman, wale ambao wametutangulia sisi kwenye imani. Wala taj'al, na wala usijalie Mwenyezi Mungu, fi qulubina, ndani ya nyoyo zetu, ghillan lilladhina amanu, kuwa na mafundo ya chuki na hasadi na choyo dhidi ya waumini wenzetu, tukaanza kuwatukana, tukaanza kuwasubu. Tunaomba Mwenyezi Mungu usitujalie kuwa na ghillan, mafundo, lilladhina amanu, kwa wale ambao ni waumini wenzetu. Rabbana, Mola wetu, innaka raufur rahim, hakika wewe ni mpole mwingi wa kurehemu. Aya hii inapatikana katika suratul Hashri nambari 10 aya yenyewe. Wa amma al-ahadith, na ama kwa upande wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zenye kuonyesha kwamba maiti ananufaika na dua zenye kuombwa na waumini, ikiwa zitapatikana shurti za kukubaliwa dua hizo, upande wa hadithi fahiya kathiratun jiddan, nazo ni nyingi mno. Waqad sabaqa ba'daha, na kwa hakika zimetangulia baadhi yake, tumezungumza zamani. Wayati ba'daha, na zitakuja tena baadhi yake, fi ziyarati alqubur, tukifika katika eneo la kuyazuru makaburi. Zitakuja dua nyingine vile vile hapo za kuombewa maiti, kuonesha kwamba wananufaika maiti na dua za Waislamu. Vile vile wa du'a an-nabii sallallahu alayhi wasallam lahum, na dua ya mwenyewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu kuwaombea maiti. Vile vile ni hoja kubwa kwamba Mtume asingeomba isipokuwa maiti wananufaika na dua za waumini, lakini ni dua tena sharti za kukubaliwa dua hizo zitimie. Wa amruhu bidhalika, na amri yake Mtume aliyoitoa kwamba Waislamu wawaombee Waislamu wenzao hata baada ya kufa. Wa minha, na katika hizo, qauluhu sallallahu alayhi wasallam, ni pale tamko lake bwana Mtume aliposema, da'watul mar'il muslimi, dua ya mtu aliye muislamu, li akhihi, anayoiomba kumwombea nduguye muislamu, japokuwa hakumhusu ndewe wala shikio, ni muislamu mwenziwe. Na dua hiyo kama ataiomba bidhaharil ghaibi, kwa uwazi wa mgongo, maneno haya maana yake mwenyewe hayupo wala hana habari kama anaombewa, tofauti na ile utakayoiomba mwenyewe yupo, pengine huna ikhlasi, umelazimika pale ufanye hivyo, unamuonea haya labda, na kwa kishakwambia kwamba niombe dua, ukitaka usitake pale mbele yake, pengine huitoi ndani ya moyo, unafanya kuondoa njiani tu, kumdanganya, kumpa moyo. Lakini kama utaiomba mwenyewe hana habari, bidhari alghaib, hayupo wala hajui kama unamuombea,
Mtume anasema dua kama hii mustajabatun, ni yenye kujibiwa tena haraka sana. Dua utakayoiomba mu'min kwa mu'min mwenzio, ana habari kama unamwombea muumini huyo. Ikiwa amekuhusu ndugu yako, jamaa yako, au mu'min rafiki yako tu, mwanafunzi wako au mwalimu wako au jirani yako au mwana darsa mwenzio, unahisi kwamba amepambana na misukosuko mikubwa, ana maradhi na msumbua, kama utaketa kwa nyumbani kimya, hususan katika usiku wa manane, katika wakati al-ashari, wakati ambapo Mwenyezi Mungu anauliza wakati ule, man yasaluni, yuko wapi muombaji ananiomba mimi? Man yad'uni, yuko wapi ananiita mimi? Man yastaghfiruni, yuko wapi ananiomba mimi maghfira? Wote hawa niwaitikie, niwape na niwasamehe. Hasa wakati kama ule utapomuombea mwenzako bidhaharil ghaibi, naam, dua kama hiyo mustajab. Na wakati huo tena pengine unamwombea maiti hana habari kabisa, kama wewe huku umeshughulika, basi naam, inafika moja kwa moja. Dua hii inayoomba wakati mwenyewe hayupo, hana habari, Mtume anasema inda ra'sihi malakun muwakkalun, mbele ya kichwa chake pale muombaji kuna malaika aliyewakilishwa. Muumini anasema malaika yuko pale, kaja automatically, lazima awepo malaika amewakilishwa. Kullama daa li akhihi, kila atapomwombea ndugu yake bikhairin, jambo jema, qala almalakul muwakkalu bihi, husema yule malaika aliyewakilishwa kwa dua ile, amin ya rabbi, kubali dua hii. Tena anamwombea na muombaji, walaka bimithlin, na wewe vile vile upate mfano hayo unayoyaomba. Malaika wanafanya kazi ya kuitikia amin, na muombaji anaambiwa walaka bimithlin, na wewe mfano wake, endelea tu, na wewe mfano wake, amin, na wewe mfano wake, amin, na wewe mfano wake. Hapo tena mtu na lete vitu tu, malaika wapo pale wamewakilishwa, wanaitikia amin, na wewe mfano wake vile vile. Hii yote ni katika dalili ya kwamba maiti ananufaika kwa dua zinazoombwa na waumini. Lakini dua haihusiani kabisa na Qur'an al-Karim abadan, ni dua, na wala Qur'ani nzima si dua yenyewe, bali ndani yake kumefundishwa namna ya kumuomba Mwenyezi Mungu mambo mbalimbali. Kwa sababu tunapoomba kikawaida, kwa mfano, hatusemi wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaqin wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Hatusemi hivyo, tunakata pale kwenye dua yenyewe ambayo tushafundishwa kuiomba, rabbana atina fid dunya, tunasema hivyo, hatuanzi mwanzo wa maneno. Kwa hivyo dua ni kwamba imefundishwa ndani ya Qur'ani, lakini Qur'ani yenyewe in huwa illa dhikrun lil alamin, si kitu kingine ila ni ukumbusho, umekusudiwa kukumbusha ulimwengu. Na ukumbusho huu liyundhira man kana hayyan, aonywe, atahadharishwe, awaidhiwe yule ambaye yuko hai, ana akili timamu, si mwenda wazimu, hakulala hapo alipo usingizi. Usiseme naye kalala, utakuwa unazungumza na hewa, hana habari anaambiwa nini. Sheti awe macho mzima kabisa, ana akili timamu, si mwenda wazimu, asikie anaambiwa nini. Hapo ndipo atapata faida na maneno hayo. Dua haikataliwi, ananufaika nayo maiti, lakini hata hivyo, hata hiyo dua yenyewe, iwapo zimetekelezwa sharti za kwamba dua ikubaliwe, sharti hii imewahusu waombaji kwanza, na huyo anaoombewa naye vile vile. Je, amestahiki kuombewa? Si hoja kwamba anajulikana mu'min, pengine watu hawajui siri yake. Nabii Nuhu alayhi salam hakujua siri ya mwanawe, akimwona mwanawe ni mu'min tu, kwa kuwa ni mtoto wake mwenyewe, kamzaa mwenyewe, hana wasiwasi. Kumbe ilikuwa kinyume na hayo wanaodhania. Alipoomba, sharti za kukubaliwa maombi zimeondoka, kwa sababu mwanawe si mu'min, alikuwa kafir, amalun ghairu zalik, amalun ghairu salih. Na kwa hivyo amekatazwa Nabii Nuh, anaambiwa fala tasalni, Nuh, usiniombe mimi ma laysa laka bihi ilmu, jambo ambalo huna ilmu nalo.
inni a'idhuka, mimi nakuonya, an takuna min aljahilin, kuwa wewe ni miongoni mwa watu wajinga. Kwa hivyo sharti za kuomba dua na zikakubaliwa kwanza zimewahusu waombaji ni nani, wao wanafanya nini, je wametakasika barabara, wakiomba dua zao Mwenyezi Mungu atasikia, na hao wanaowaombea ni nani, vile vile wana amali gani? Kwani Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani kumwambia mtume wake, kuna watu ambao nyinyi mkiwaona waumini, lakini nakwambia watu kama hao, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi, usisalie miongoni mwa watu kama hao akifa mmoja wapo yoyote, wala usisimame juu ya kaburi lake kuomba dua, hata ukisema namna gani nimesikubali kwa walioyafanya. Kwa hivyo hapa kwa hakika hapa mehusu muombaji na muombewaji, ili sharti zitimie na dua zikubaliwe. Hadithi hii ya mtume iliyosema da'watul mar'i almuslimi li akhihi bi dhahri alghaib mustajaba inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala almalaku almuwakkalu bihi amin wa laka bimithlin. Hadithi hii akhrajahu Muslim wasiyaqu lahu, ameitoa Imam Muslim na huu mfatanisho wa maneno amekuja nao yeye Muslim kwa mujibu alivyopata yeye. Wa Abu Daudi, na Abu Daudi pia kaitoa hadithi hii, wa Ahmad min hadithi Abi Dardai, Ahmad yeye kaichukua kutokana na hadithi ya Abi Dardai. Bal inna salata aljanazati, bali hiyo sala yenyewe ya jeneza, jalluha, nyingi yake au takriban yote sala ya jeneza, shahidun lidhalika, ni yenye kutoa ushahidi kwamba maiti ananufaika na dua za waumini. Kwani wamesimama pale waumini mbele ya Mola wao, wanafanya nini kwa ajili yake maiti, na watayasema maneno yaliyomhusu maiti special. Kwa mfano, Allahumma ighfir lahu, Mwenyezi Mungu msamehe yeye, waafihi, na umuafu yeye, waafu anhu, na umsamehe yeye, wa akrim nuzulahu, na umtukuzie materemko yake atakayofikia sasa huyu, wa wasi' mudkhalahu, na umfanyie wasaa katika maingio atakayoingia hivi sasa huyu. Allahumma, Mwenyezi Mungu, abdilhu, mbadilishie huyu mwenzetu, daran, mpe nyumba nyingine, khairan, iliyo bora zaidi, min darihi, kuliko nyumba aloacha huko anakotoka, wa ahlan, na umpe watu wengine wakuwa nao huko, khairan, bora zaidi, min ahlihi, kuliko hata hawa aloacha duniani, wa zawjatan, na akiwa ni mwanamume wanamwombea mpe mke mwingine huko muozeshe, na akiwa ni mwanamke wanamuomba wa zawjan, mpe mume mwingine huko, khairan min zawjihi, kuliko bora zaidi kuliko aliokuwa naye, waqihi adhab alqabri, mwepushe yeye na adhabu za kaburi, waqihi adhab an-nari, mwepushe na adhabu za moto. Wanaomba na kadhalika, na hizo dua tumekwisha kuzipita huko nyuma tulipokuwa katika mlango wa sala jeneza, nyingi tumezitaja. Kwa hivyo swala yenyewe ya jeneza, jalluha, wingi wake swala ile takriban yote, shahidun lidhalika, ni yenye kutoa ushahidi kwa jambo hilo, kuwa maiti ananufaika na dua za waumini. Na ndiyo maana wakasema pale waumini wanamuombea kwa Mwenyezi Mungu. Ingelikuwa ni upuzi mtupu kama hanufaiki na dua zile, ingekuwa ni upuzi mtupu. Ikiwa maiti wenyewe anafaa kuombewa, ikiwa hawa waombaji la yushrikuna billahi shay'an, hawamshirikishi Mwenyezi Mungu na chochote, naam, kwa hakika maiti ananufaika na dua za waumini. Na ni kitu ambacho kikubwa zaidi anachohitajia maiti siku ile anapopelekwa kaburini ni ile swala ya jeneza. Ile ni jambo pekee maiti ambalo linamnufaisha, anahitajia sana jambo lile. Bali kila mara wanapofika watu ndani, kwa mfano ndo kwanza wanaingia mwenzao amekufa, basi kila ukiingia ndani pale dua moja kwa moja tokea ameanza kukata roho, jambo la mwanzo kabisa Mtume kaonyesha wazi wazi. Dua ndo kitu mfululizo, tokea anafumwa macho, anafunikwa nguo, mpaka anakoshwa, mpaka maliza pale watu wanaomba dua vile vile. Wakati wa kuchukua maiti kutia kwenye jeneza, wanasalia, wanapeleka mpaka wanamzika, washamfukia, bado Mtume anasema bado, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita, mtakieni maghfira mwenzenu hivi sasa na mumuombe kauli thabit, fa innahu al'ana yus'alu, kwani hivi sasa mwenzenu anaulizwa. Muombeni Mwenyezi Mungu ampe kauli thabit. Ama yeye mkimfundisha hafundishiki, wakati ule kwa mambo alionayo hafundishiki, hasikii wala hazingatii.
anaambiwa nini? Alionayo makubwa mno huko aliko. Labda mumwombe Mwenyezi Mungu ampe yeye kauli thabiti, na atampa. Ikiwa ni mja wa kupewa atapewa. Basi bal inna salata aljanaza jalluha shahidun lidhalika lianna ghalibaha duaun lilmayiti, kwa sababu aghlabu yake yote sala jeneza ni dua, anakusudiwa maiti. Kwa hivyo ananufaika nazo maiti dua zile. Wastighfarun lahu, na kutakwa maghfira kwa Mwenyezi Mungu ili kutakiwa yeye maiti, kama taqaddama bayanuhu, kama ulivyotangulia ubainifu wake mambo hayo tulipopita katika mlango wa kusalia maiti. Hilo ni jambo la mwanzo ambalo ananufaika nalo maiti katika mambo ambayo hafanyi yeye, wanafanya wengine. Haikataliwi kwamba maiti atanufaika na mambo ambayo hakufanya yeye. Naam, atanufaika zikitimia sharti, lakini atanufaika. Na moja ni kuombewa dua na Waislamu wenziwe. Thaniyan, jambo la pili ambalo maiti anaweza kunufaika nalo ingawa hakufanya yeye, lakini takriban utaona inaambiwa kufanya yeye, lakini kwa hakika amefanya yeye mwenyewe, kwa sababu isingethibiti kuombewa dua mpaka akakubaliwa dua kuombewa ila yeye mwenyewe kafanya mambo ya Uislamu, kafanya amal, kastahiki. Bila shaka yeye kachangia mchango mkubwa, hata leo waumini wenziwe wana ruksa ya kumwombea. Kama si hivyo ingekuwa hawafai kuombewa. Hata kama utasimama waamini kumwombea hakubaliwi, lakini kuna mambo kayafanya mwenyewe. Ameishi vizuri na watu, ameishi vizuri kwa mkabala na Mola wake na binadamu wenziwe vile vile. Ndio maana sasa dua za waumini zamnufaisha yeye. Thaniyan, jambo la pili, qadha'u waliyul mayiti, ni ulipaji wa wali wa maiti saumi an-nadhri anhu, funga aloiwekea nadhiri maiti huyo. Hii vile vile itaweza kumnufaisha maiti, kumwondolea jukumu. Funga gani hiyo? Saumu nadhri, funga aliyoiwekea nadhiri. Funga ile walii wake anatakiwa afunge na yeye, tofauti na funga hii ya fardhi ya Ramadhani. Hukumu yake itatajwa, si kufungwa, ni kutolewa fidia. Funga ya nadhiri lazima ifungwe, ni deni lile amemwekea Mwenyezi Mungu. Amesema maneno makubwa, amempima Mwenyezi Mungu uwezo wake alipokuwa hai. Pengine alikuwa na maradhi makubwa mno, akasema mimi kama nitainuka hapa kitandani niwe ni mtu kama kawaida na mambo yangu, na kwenda msikitini nikirudi, wacha mchezo wewe, nitafunga mimi siku kadhaa. Hatimaye Mwenyezi Mungu amemuinua kweli, basi nadhiri ile kwa hakika ni deni. Kama kafa hakuitekeleza, wali wake lazima afunge yeye, ni deni. Ikifungwa funga ya nadhiri, maiti atanufaika kwa kuondolewa jukumu la adhabu. Kama haikufungwa anaadhibiwa, ni kitu ambacho amejiwajibishia mwenyewe, amempima Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo inafaa mtu ajizuilie sana na mambo ya nadhiri haya kabisa, ajizuilie. Ikiwa hapana budi, basi atangulize kwanza mema huku anafanya, na huku Mwenyezi Mungu anamuomba kwamba nanadhiria juu ya huo wema ninaofanya, haja yangu nikiipata nitazidi zaidi au nitaendelea zaidi. Asije akampima Mwenyezi Mungu kwamba mpaka utaponipa kitu kadhaa kadhaa na mimi nitafanya kheri kadhaa kadhaa. Ina maana yeye ni bakhili wa kufanya kheri, hatofanya mpaka Mwenyezi Mungu amtekelezee jambo lake. Ina maana kama kutekelezewa, basi bwana wewe, ndio ndivyo maana hakunipa sini nifanye nini, sifanye chochote. Nimwambia Mwenyezi Mungu bwana, nimwambia sana siku nyingi, hakunipa sifanye na mimi vile vile, ndio maana yake. Lakini wewe uwe ni mja mfanyaji wa kheri na unataka jambo lako, basi mwambie Mwenyezi Mungu, na nikilipata hili kwa hakika nitakuwa ninadumu zaidi au kuendelea zaidi. Kwa hivyo thaniyan, jambo la pili ambalo linamnufaisha maiti, qadha'u waliyul mayiti, ni kulipa wali wa maiti saumi nadhri, funga ya nadhiri, anhu, kumlipia maiti huyo. Wa fihi, na katika jambo hili ahadithun, ziko hadithi
wa alaihi siyamun, na juu yake kuna funga, sama anhu waliyuhu, itabidi afunge kwake yeye walii wake. Hadithi hii ukiangalia wazi ilivyo, na maulama wengine wameichukulia katika umumian kwamba labda imekusanya funga zote mpaka ya fardhi Ramadhani, lakini kwa hakika sivyo ilivyo, kwa mujibu zitakavyokuja nyingine. Hii ni funga ya nadhiri kwa hakika, ndio ambayo ni deni mtu aifunge. Ile ya Ramadhani hukumu yake tutataja baadaye. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, ameitoa Imam Bukhari na Muslim wa Abu Daud, wa min tariqihi, na katika njia zake hadithi hii iliyopokelewa al-Baihaqi, jumu Baihaqi vile vile, wa Tahawi fi Mushkil al-Athari, kaitaja kwenye kitabu Mushkil al-Athari, wa Ahmad, na vile vile ameitaja hadithi Ahmad bin Hanbali vile vile. Athani, hadithi ya pili, an ibn Abbas radhiyallahu anhu, kutokana na Abdullah ibn Abbas, Mwenyezi Mungu amwiradhi, anna mraatan, ya kwamba mwanamke mmoja, rakibatil bahra, alisafiri kupitia baharini, na bahari kama inavyojulikana uja na dume wake ulivyo, ghasia zake zilivyo bahari. Mwanamke akasafiri baharini, ala mambo yamekuwa magumu, wimbi nje wimbi ndani bwana. Mauti yale pale yanaonekana wazi wazi kwamba sasa hivi au khalafu chombo kitabwa pute na tuzame tufile mbali, kinabebwa kinakwenda angani chombo, na kisha kinakuja kwa nguvu chini, kinapigwa kofi kwenye bahari, kofi kubwa mno, mpaka kinakaribia kabisa kabisa, watu maji wanakamata hivi kwa mkono, halafu kinanuliwa tena upande wa pili. Mwanamke aliyeka nadhiri, hali ilikuwa ngumu mno. Anna mraatan, kwamba mwanamke mmoja, rakibatil bahra, alisafiri kutumia bahari, fanadharat, bas akaika nadhiri. Nadhiri yake inasema hivi, inillahu tabaraka wa taala, iwapo Mwenyezi Mungu mtukufu, anjaha, atamuokoa mwanamke huyo. Nadhiri yake inasema antasuma shahran, atafunga saumu mwezi mzima, akifika salama nyumbani, wacha mchezo bwana, atafunga mwezi mzima, si Ramadhani hiyo, bali funga yake nadhiri hiyo. Bas imekwenda safari ile tabu na mashaka, lakini faanjaha Allahu azza wa jalla, Mwenyezi Mungu akamuokoa mwanamke, kafika salama, kapona. Lakini falam tasum, unajua binadamu ndo binadamu. Anasema Mwenyezi Mungu, wa idha ghashiyahum mawjun kadulali, yanapowagubika watu mawimbi baharini kama namna ya mawingu. Bahri lujiyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab, dhulumatun ba'daha fawqa ba'd, bahari huleta kiza, baada ya kiza hicho juu yake chengine, mpaka inafika wakati walioko baharini kwenye chombo chao, idha akhraja yadahu, mtu kama akatoa mkono wake hivi kuutizama saa ngapi sasa hivi, lam yakadi yaraha, hakurubii hata mkono wake kuona kiza. Basi bahari ni bahari. Mwenyezi Mungu anasema wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali, yanapowafunika watu mawingu baharini kama mawingu, mawimbi ya bahari hayo, da'u Allah, humuomba Mwenyezi Mungu wakati huo, la in anjana min hadhihi, iwapo Mwenyezi Mungu atatuokoa sisi na balaa hili, tukifika huko chikavu, lanakunanna minas salihina, tutakuwa sisi ni miongoni mwa watu wema. Kama alikuwa yeye ni tariku salati, anaahidi pale kwa qasam, yamini hasa, wallahi tallahi, kuanzia sasa nitaanza kusali. Wacha mchezo bwana wewe, nishayaona mauti, nishaona kivumbi. Falamma najahum ila albarri, au falamma najakum ila albarri, zama Mwenyezi Mungu anapokuokoeni katika nchi kavu, a'radhtum, mnapuuza amri zangu, mnasahau. Ile akikanyaga tu mtu bandarini pale pale, akili yake sasa mambo mengine, si kama atapita akizungumza njia nzima maleo, leo ilikuwa mambo, leo chombo kimeofu bwana, propela imekatika bwana, tumebaki pale tumekaa kitako tu sisi bwana, hakuna engine chochote, tunapelekwa tu mara Nungwi mara wapi, vyakula vimekwisha vyote, tumekaa na njaa tu, na kama si rehema ya Mwenyezi Mungu kadha tunakufa tu sisi. Tulikuwa si kama itakuwa ni mazungumzo hayo, hatakuwa tena, akitaka nchi kavu tu, hakuna jabari kama yeye. Ile kuacha kusali itaendelea tena hivyo, hatopeleka kipaji kwenye ardhi kabisa.
na pengine atakuwa yeye ni mmoja katika fasiki mkubwa sana, muonevu mkubwa sana, mlajiriba mkubwa sana, kila dhambi atakuwa nayo yeye. Wa kana al-insanu kafura, mwanadamu kwa hakika amekuwa ni aliyekizidi kila kitu katika ukanushaji. Mwenyezi Mungu anasema tunapookoa tukaficha nchi kavu, ka'allam yad'una ila dhurrin massa, kama kwamba hakutuomba sisi katika ile shida iliyomgusa. Ka'allam yad'una, kama kwamba sio yeye aliyokuwa akituita sisi. Bidu'ain arid, kwa madua mapana mapana makubwa makubwa, kila dua kaimaliza anayojua, na kasema lugha zote. Kiarabu katumia, kaona kakwama, katumia Kiswahili kaona kakwama, mwisho akasema kwa Mwenyezi Mungu kwa Kiingereza, oh God bless me. Wakati mwingine kaachilia mbali, katumia lugha ya kinyumbani ya ndani kwa ndani, ikimakunduchi na kipembe cha kojani katumia, na katumia kidonge. Makatumia anasema shi, balaa gani? Anatumia shi kidonge kabisa kabisa cha kipande maua hasa, katumia kila kitu. Lakini wapi, akikanyaga nchi kavu kasahau. Basi mwanamke alipokanyaga nchi kavu alisahau na yeye. Alipopanda bahari aliyekanadhiri kama inillahu, iwapo Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala aliyetukuka na aliye juu ya kila kitu, anjaha, kama tamuokoa yeye, antasuma shahran, anaeka ahadi ya nadhiri kwamba atafunga mwezi mzima. Fa anjaha Allah, Mwenyezi Mungu anasikia bwana, alimwokoa katika namna ambayo ilikuwa ni muujiza. Fa anjaha Allah azza wa jalla falam tasum, mwanamke akufunga hata matat, mpaka akafariki deni lile. Fajaat qarabatun laha, alipofariki wale jamaa zake wanajua ahadi ile kwamba mzee wetu alitamka kadha kadha, dada yangu kasema kitu kadha kadha, pengine walikuwa wote safari hiyo, na alipokuwa anasema anamsikia bwana. Basi fajaat qarabatun laha, akaja jamaa yake wa karibu mwanamke huyo. Jamaa huyo imma ukhtuha, imma atakuwa dada yake, au ibnatuha, au mwanawe mwenyewe. Kaja ila nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Fadhakarat dhalika lahu, akamtajia bwana mtume habari hiyo. Faqala, mtume akasema araaitaki, unaonaje wewe mama, lau kana alaiha dainun, laiti kama huyo unaoniulizia habari hiyo, laiti kama angelikuwa na deni, watilia mbali funga aliyosema kaka nadhiri, laitani kama anadaiwa deni, kunti takdhinahu, si ulikuwa umlipia wewe mama yako huyo au dada yako? Kunti takdhinahu, ulikuwa wewe ni mlipaji, ndivyo sivyo? Tena hata mirathi inabidi mkose, kama chochote kilichobaki ndio hicho hicho, nyinyi warithi mtasamehe, deni ni bora zaidi kulilipa, sivyo ndivyo? Qalat, akajibu yule muulizaji, naam, kweli kabisa ilikuwa tulipe. Qal, mtume akamwambia, fadainullahi ahaqqu an yuqda, basi deni la Mwenyezi Mungu lina haki zaidi kulipwa kuliko chengine chochote kile. Hapa huyu kampa Mwenyezi Mungu ahadi, hapa ka challenge, kama utanifanyia hivi nitafanya hivi. Kaeka ahadi, kampima Mwenyezi Mungu uwezo wake alionao na kamuonyesha. Fakdhi, basi lipa an ummiki, kumlipia mama yako, lipa kumlipia mama yako. Utaona hapa funga ambazo zitakiwa kulipwa kwa kufungwa hasa ni funga ambazo zimewekewa nadhiri, ndivyo hadithi zilivyokuja waziwazi. Ile ya bibi Aisha imekuja utaona kama kwamba imekaa waziwazi mutlaq, yani funga yoyote, au umumian, yani imekusanya mambo yote. La, hii Ibn Abbas inaika waziwazi, tokeo lilikuwa kama hivi, na mtume ndipo akajibu kwamba lazima umlipe. Wa adhanu al-isha biidhnillah tabaraka wa taala. Akhrajahu Abu Daud, ameitoa Imam Abu Daud wa An-Nasa'i wa Tahawi wal Bayhaqi wa Tayalisi wa Ahmad, wa siyaku, na ule mtiririko wa maneno namna ulivyochungwa, ma'a ziyadati athania, pamoja na ziada ya maneno yaliyomo ndani ya bracket ya mara ya pili yale, lahu, na yake yeye huyo Imam Ahmad. Wa isnaduhu, na mategemezi yake hadithi hii sahihun, ni mategemezi sahihi, ala sharti shaykhaini, juu ya sharti walioweka mashekhe wawili wakubwa Bukhari na Muslim.
wa ziyadatul ula, na maneno ya ziada yaliyozidi ndani ya bracket ya mwanzo kabisa, li Abi Daud wal Baihaqi, ziada ile imepatikana kwa Abi Daud na Baihaqi. Vile vile hadithi hii wa akhrajahu al-Bukhari, akatoa Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa sahahahu, na Tirmidhi akaisahihisha, wa Ibn Majah binahwihi, wameleta mfano hadithi nyingine kama hiyo. Wa fihi indahum, na ndani yake hadithi hiyo mbele yao, jami'an wote, az-ziyada thania, wameileta ile ziada mara ya pili wote kwa pamoja. Wa inda Muslim al-akhira, na mbele ya mapokezi ya Imam Muslim yeye kaipata ile ziada ya mwisho kabisa. Athalithu, hadithi ya tatu inayoonyesha ya kwamba maiti atanufaika kwa kulipiwa deni la funga ya nadhiri. Hadithi ya tatu, anhu aidan, ni kutokana na huyo huyo vile vile. Huyo ni nani tulomwacha? Ibn Abbas, ndiye alitueleza hadithi iliyopita ya mwanamke. Kwa hivyo anhu ni yeye Ibn Abbas. Anasimulia tena Ibn Abbas, anna Sa'd ibn Ubada, ya kwamba sahaba wa mtume bwana Sa'd ibn Ubada radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwiradhi, istafta Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, alimuuliza mjumbe wa Mwenyezi Mungu fatwa. Istafta Rasulullah, alimuuliza masuala mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Faqala, katika kumuuliza huko akasema, inna ummi matat, ya Rasulullah, mamangu amekufa. Wa alaiha nadhrun, na juu yake kuna nadhiri ameiweka mamangu. Faqala, basi akasema mtume Mwenyezi Mungu kumwambia huyo muulizaji, yani Saadi ibn Ubada, ikdhihi anha, kwa nadhiri mlipie mamako lazima. Hadithi zote hizi kwa hakika za kulipa hizi mambo ya funga zimekuja kutokana na nadhiri, ndio pahala pake. Ama kuhusu funga ya Ramadhani, kama kaiwacha mtu na anazo dharura za kuiwacha, sio kama kaiwacha makusudi. Kama kaiwacha makusudi haiwezi kulipika ile abadan, ila an takuma saa. Aliyeiwacha makusudi fardhi ya siku moja tu, hawezi katika uhai wake kuilipa funga ile, hata kama tafunga siku moja ile kwa kufunga mwaka mzima, au siku moja ile kwa kufunga maisha yake hawezi kuilipa. Madhal ulipita ujeuri yakafanyia Mwenyezi Mungu, palipobaki sasa katika hayo maisha ya baadaye alete taubatan nasuha, na kujuta na kudhamiria katika moyo wake kwamba hatofanya tena upumbavu kama ule. Lakini ile imekwisha pita, na hiyo sifunga tu, bali swala ndio hivyo hivyo. Kama ataiwacha mtu maksudi amdan, hawezi kuja kuilipa kukubaliwa, hata swali vipi. Iwe lazima kuna sheria maalum, kuna dharura maalum zilimfanya swala ile au funga ile impite. Hayo tutayazungumza kuhusu funga. Lakini kama ni nadhiri, ni deni ambalo wali wake lazima afunge yeye mwenyewe, afunge. Hawezi kufunga yeye mgonjwa na hana mtu mwingine pale, ndugu yake au nani, atoe pesa ampe mtu afunge. Sheti ifungwe funga nadhiri, na mfungaji afunge hasa, sio afanye maskara ndani yake. Afunge kwa maana aseme uongo, asifanye machafu, asitukane, iwe kazi yake akafunga kweli kweli. Akifanya hivyo anaweza kumuokoa yule maiti kule kwamba asiadhibiwe, na kama hajafunga bado haendi pahala pake akapumzika, atakuwa stranded, amezuiliwa pahala, mahbusun, haendi kupumzika karawdatu min riyadil janna abadan, kwa sababu kuna nadhiri imeweka lazima ifungwe. Hadithi hii nyingine Ibn Abbas akhrajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasai wa Tirmidhi wa sahahahu al-Baihaqi, Baihaqi kasahihisha, na wa Tayalisi vile vile. Hapa sasa tunaingia katika hati zilizoko chini ndogo ndogo, katika nambari 1 Albani kuna maneno muhimu sana kuyazingatia. Tunaanza, anasema Albani, qultu, mimi hapa nimesema,
wa hadhihi alahadithu, hadithi hizi tatu lilokuja hapa sariha, zimekuja kwa uwazi kabisa, fi mashru'iyati siyami alwali, katika kuweka sheria ya funga ya wali, ani almayiti, kumfungia maiti wake, sauma nadhiri, funga ya nadhiri, ndio ilivyokuja wazi wazi. Illa, isipokuwa ukitupia macho, anna alhadith alawwal, ile hadithi ya mwanzo kabisa tuloianza, yadullu, utaona kama kwamba inatoa dalili biitlaqihi, kwa kuachia funga yoyote ile, hata fa Ramadhani, ala shay'in zaidin, juu ya kitu kilichozidi, ala dhalika, juu ya hayo, wa huwa annahu, ya kwamba yeye wali atafunga, annahu, ya kwamba yeye yasumu anhu, atamfungia maiti wake huyo, sauma alfardhi, ile funga ya fardhi, aidan vile vile, kama kwamba hadithi ya mwanzo imekaa hivi hivi, haikutaja habari ya nadhiri wala nini. Lakini waqad qala bihi Shafi'i, na hivyo ndivyo walivyosema watu wanaofuata madhehebu ya Imam Shafi'i, wamesema kwamba funga Ramadhani wali atafunga vile vile, kwa kutegemea nini? Hadithi ile ambayo imekaa hivi hivi, haikutaja habari ya nadhiri. Wa huwa madhhab Ibn Hazm, na vile vile hayo ni madhhabu ya Ibn Hazm vile vile, kwamba imewekwa dalili hiyo, amefuata kwamba hata funga ya fardhi vile vile unailipa kwa kufunga. Wa ghairihim, na si hao tu, na wengine wengi wametegemea hivyo. Wa dhahaba ila alawwali, na akaenda kwenye ile kauli ya mwanzo tuliyosema sisi kama funga yenyewe ni funga ya nadhiri, kaenda kwenye mategemeo yale. Alhanabila, wamekwenda watu wanaofuata madhehebu ya Hanbali. Watu wa Hanbali wamekwenda kwamba la, hii funga ya hapa bwana inafungwa ni ya nadhiri, na bal huwa nassul imami Ahmad, bali hizo ni dondoo alizoziweka mwenyewe imamu mwenyewe, sio watu wake tu Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbali mwenyewe ameandika kwa maandishi kwenye vitabu vyake ya kwamba funga inayolipwa kwa kufungwa ni funga ya nadhiri. Faqala Abu Daud, basi akasema Abu Daudi fil masaili, ndani ya kitabu alichokiita Almasail, katika ukurasa wa 96 amesema Imam Abu Daud, kasemaje? Anasema sami'tu Ahmada, nimemsikia Ahmadi ibn Hanbali. Wamekutana katika maisha yao Abu Daud na Hanbali. Anasema nimemsikia mimi Ahmad ibn Hanbali, qala, akisema la yusamu, hapatakiwi kufungwa, anil mayiti, kumfungia maiti, illa, isipokuwa patafungwa fi nadhri, katika funga ya nadhiri. Abu Daud anasema kamsikia Ahmad bin Hanbali hivyo. Kwa hivyo wajaala atba'uhu, na wakajaalia wafuataji wake wanamfuata Ahmad bin Hanbali alhadith alawwala, ile hadithi ya mwanzo bibi Aisha ile, wameichukulia moja kwa moja hata hadithi ile ala saumi nadhri, inahusu funga ya nadhiri. Naam, bas barabara, ni mimi nimekosea. Wa hamala na si wajaala, barabara. wa hamala atba'uhu, na wakaichukulia wale wafuasi wake Ahmad bin Hanbali, wakachukulia alhadith alawwala, ile hadithi ya mwanzo ile ya bibi Aisha, wakaichukulia ala saumi nadhri, na ile vile vile inahusiana na funga ya nadhiri, ile funga ikalipwa. Kwa nini? Bidalili ma rawat Amra, kwa dalili ya hadithi alokuja kuisimulia bibi Amra. Kasimulia nini Amra? Bibi Amra anasema anna ummaha, hakika mama yake yeye, matat, alifariki, wa alaiha, na juu yake ikawa kuna deni, min Ramadhana, la funga ya fardhi ya mwezi wa Ramadhani, ziko siku hakuzifunga, labda alipokuwa naumwa au hivi na hivi.
faqalat li Aisha, bibi Amra sasa anamwendea mama wa Kiislamu bibi Aisha, ambaye huyo bibi Aisha ndiye aliyoitoa hadithi ya mwanzo ile ambayo ilikaa kama ni mutlak, haikuzungumza hadithi ya mwanzo kwamba funga yenyewe ni ya nadhiri, la, imekuja hivi hivi. Ikasemaje hadithi ya mwanzo? Ikasema an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alayhi siyamun, atakayekufa na juu yake kuna funga, basi sama anhu waliyuhu, atamfungia wali wake. Basi inaika hivyo tu. Sasa ili uipe nguvu upande gani, huyu bibi Amra kenda kwa bibi Aisha kwamba mama yake aliyeka nadhiri alikufa, wa alaiha min Ramadhana, na juu yake kuna dalili ya mwezi wa Ramadhani ya kufunga. Faqalat li Aisha, akasema bibi Amra kumwambia Aisha, je mama, kuhusu habari ya mama yangu vipi? Aqdhihi anha, nimlipie nifunge funga Ramadhani mama? Qalat, bibi Aisha kajibu, la, funga ya Ramadhani sio kulipwa mtu kuifunga, sivyo inavyokuwa. Bal tasaddaqi, bali wewe utoe sadaka, anha, kumtolea huyu mama yako, makana kulla yaumin, nafasi ya kila siku ambayo hakuifunga mzee wako, nisfa sa'in, kama unao uwezo utoe nusu ya pishi, yani kisaga baviwili. Lugha ya kisaga wengine hawaifahamu, baviwili, nisfa sa'in, utoe baviwili, yani nusu ya pishi, ala kulli miskinin, juu ya kila masikini. Kila maskini mmoja unampa vibawa viwili. Ikiwa huna uwezo, mambo si mazuri, basi ndipo utapotoa tena kibawa kimoja, itajuzu vile vile kwa kila siku ambayo kuifunga, lakini hasa pahala pake ni vibawa viwili. Hadithi hii ya kauli ya bibi Aisha na mjibu huyo bibi, akhrajahu at-Tahawi, ameitoa Tahawi wa Ibn Hazm, na hata yule Ibn Hazm vile vile, ambayo madhehebu yake na yeye alichukulia kwamba funga ya Ramadhani inalipwa kwa kufungwa, na yeye vile vile yumo kwenye kuitoa hadithi hii ya Amra. Ibn Hazm kaitaja katika juzuu ya 4 ukurasa wa 7. Wallafdhu lahu, na hata tamko la hadithi hili hapa lilipokuja limeletwa na yeye Ibn Hazm biisnadin, kwa mategemezi. Qala Ibn Turkumani, amesema Ibn Turkumani mategemezi yake hadithi hii sahihun, ni sahihi. Wa dha'afahu al-Baihaqi, akaja kaidhoofisha Baihaqi hadithi hii. Thumma al-Asqalani, kisha kafuatia kuidhoofisha al-Asqalani Ibn Hajar. Albani anasema fa in kana, wawili hawa Baihaqi na Asqalani, ikiwa walikuwa arada tad'ifihi, wamekusudia udhaifu wa hadithi hii, min hadha alwajhi, kwa hivi namna ilivyokuja hapa, kwa hakika mimi ninapinga, fala wajha lahu, hakuna njia yoyote ya kudhoofisha hadithi hii, sahihi iko pale pale. Albani anakataa, ikiwa kwa njia hii iliyokuja Ibn Hazmi hakuna udhaifu. Lakini wa inna ya ghairahu, kama wanakusudia namna nyingine, iko hadithi imepokelewa, kama kuna udhaifu huko, basi huko sikatai, fala yadhurruhu, haitodhurisha kitu. Hata kama watataja kwamba njia nyingine dhaifu, haitodhurisha kitu, kwa sababu iko njia iliyo sahihi. Kama hadithi imetajwa katika njia moja dhaifu, njia nyingine sahihi, basi haidhurushi kitu, itafatwa. Wa bidalili ma rawa Sa'id ibn Jubair, na dalili nyingine ile ambayo ameisimulia Sa'id bin Jubair. Kasimulia kwa nani? Kutokana na Ibn Abbas, qala, amesema Ibn Abbas, idha maridha rajulu, atakapoumwa mtu, ikiwa mwanamke au mwanamume, fi Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani, thumma mata, kisha kaondoka duniani, walam yasum, ikawa kuna siku hakuzifunga mwezi ule au mwezi mzima, hukumu itakiwayo kwa mawali. Ibn Abbas anasema ut'ama anhu, patalishwa kutokana na yeye,
huyo maiti, ut'ama anhu, patalishwa watu maskini za Mungu kutokana na funga hiyo. Walam yakun alaihi qada'un, na wala hapatokuwa kabisa kabisa juu yake wali kuilipa kwa kuifunga, isipokuwa ut'ama anhu, patalishwa fidia ya chakula, kupewa vibawa viwili maskini za Mungu. Wa in kana alaihi nadhrun, Ibn Abbas anasema tena, lakini kama itakuwa juu yake maiti kuna nadhiri kaiweka, ama wakati huo qadha anhu waliyuhu, itabidi wali wake ailipe kwa kuifunga funga nadhiri. Kwa hivyo hapa utamwona yule bibi Aisha katoa fatwa hiyo, Ibn Abbasi katoa fatwa hiyo hiyo, uzito wake uko hapo. Sasa hadithi hii Ibn Abbasi akhrajahu Abu Daudi, kaitoa Abu Daudi bisanadin sahihin, kwa mategemezi sahihi, ala sharti shaykhaini, juu ya sharti waloweka mashaka wawili. Walahu tariqun akhara, na inayo njia nyingine hadithi hiyo, binahwihi, mfano kama hiyo ilivyokuja hapo, inda Ibn Hazm, ambayo hiyo imeletwa na Ibn Hazm. Wasahaha isnadahu, Ibn Hazm akasahihisha mategemezi yake. Walahu tariqun thalithun, hadithi hiyo hiyo ya Ibn Abbasi inayo njia ya tatu nyingine, inda Tahawi, imekuja kwa Imam Tahawi. Lakini dhahira, lakini inavyoonyesha njia ya tatu hadithi yake, annahu saqata min matnihi, imeanguka kitu katika maneno yake, shay'un, kuna maneno yapungua, minan nasikhi, kutokana na nasikhi, yani ufutaji, au tabi, au chapa itakuwa imeacha accidentally wakati wa printing, kuchapa kitabu, kuna baadhi ya maneno katika hiyo njia ya tatu yametoka, fafasada almaana, hiyo njia ya tatu ikawa imefusidika maana yote, kuna maneno katikati yake yametoka, yameachwa. Kwa hivyo hadithi kama hiyo inaacha upande kabisa, kuna maneno yameachwa, lakini ipo hadithi hiyo. Anasema Albani, hapa ndipo mimi niliposhikilia. Basi qultu wa hadha tafsilu, upambanuzi huu tulouleta, alladhi dhahabat ilayhi ummul mu'minina, ndio alokwenda mama wa waumini. Imekuwa ni hoja kubwa kwa Waislamu kupatikana bibi Aisha kusema hivyo, kumjibu yule bibi Amra. Isitoshe, si bibi Aisha tu, wa hibrul umma, na yule mwenye sifa ya kutajwa kwamba yeye ni hibrul umma. Ibn Abbas anaitwa mashauri wake hibrul umma, ni wino wa kuandikia elimu wa umma wa Kiislamu. Yeye ni kama wino, kapata dua ya Mtume. Nani huyo Ibn Abbasi? Ibn Abbasi kapata dua ya Mtume. Kwa hivyo anapoingia yeye pahala kwa pana hoja kubwa, Mtume kaomba kwa Mwenyezi Mungu, Allahumma faqihuhu fi din, yeye Mwenyezi Mungu mfahamishe dini barabara. Ibn Abbas namuona kachangamka, mtoto mdogo huyu, akili yake iko bright kweli kweli. Mtume kamwombea dua kwa Mwenyezi Mungu, faqihuhu fi din, mfundishe dini Ibn Abbas barabara, waallimhu ta'wila wa tafasira, na umfundishe vile vile ta'wil za Qur'ani na tafsiri, au yeye ni bingwa mambo hayo, kwani namuona atausaidia sana Uislamu huyo. Sasa na hibrul umma vile vile kenda upande huo huo, kwamba funga inayolipa kwa kufungwa ni ya nadhiri, bali ya Ramadhani hutolewa chakula akapewa maskini. Kwa hiyo radhiallahu anhuma, Mwenyezi Mungu radhi nao wawili hawa, anasema isitoshe, watabaahuma, akawafatia wawili hawa imamu sunnati, imamu wa sunna mashuhuri anaojulikana, Ahmad ibn Hanbali. Ni Ahmad ibn Hanbali kwa jina jingine, huyu imamu aljihadi, katetea dini mtu mzima miaka 65, mpaka anababakora kwa kulazimishwa, lazima akubali ya kwamba Qur'ani ni makhlukun. Kakatakata Ahmad ibn Hanbali anasema hapana, Qur'an sio makhluk, Qur'ani ni kalamullahi alqadim, ni maneno ya Mwenyezi Mungu ya tangu na tangu, ni uwe nifanye utakavyo, isikubali. Na kulazimishwa ya kwamba akatae habari ya Mwenyezi Mungu kuonekana akhir, akatae. Akasema hata dalili zipo kwenye Qur'ani na kwenye hadithi, sikatai hiyo kitu, kimethibiti. Katandika viboko huyu mtu mzima mpaka kazimia, lakini kurudi nyuma. Kwa hivyo ni imam mwenye daraja kubwa sana, naye vile vile kawafuatia Ibn Abbas na bibi Aisha. Basi anasema Albani, mategemezi hayo, huwa alladhi tatma'innu ilayhi nafsu, hapa ndipo nafsi inapotulizana kuliko vingine. Wayansharuhu lahu sadru, na kwenye mategemezi haya ndo kifua hukunjuka kikawa cheupe, hakina mushkil. Wa huwa adalul aqwali, na hiyo ndiyo kauli yenye kulingana zaidi
ya uadilifu zaidi fi hadhihi almas'ala, katika mas'ala haya. Wa awsatuha, na ndiyo kauli iliyo bora zaidi. Wa fihi, na ndani yake i'malu aljamii, ni i'malun, ndani yake inakuwa ni kupatikana utendaji lijamii alahadithi, kutokana na hadithi zote, duna raddin, bila ya kurejesha, liayi wahidin, hata mtu mmoja minha, katika hadithi hizo, duna ayi raddin, bila ya kurejesha hata mtu mmoja, duna raddin liayi wahidin, bila ya kupatikana yoyote ambaye karejesha hadithi hizo, maa alfahmi sahihi,